Ewe Bwana Mungu wa baba zetu Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu, nasema asante Bwana kwa ajili ya neno lako ambalo naamini umeliandaa na unaenda kulinena mahali hapa Bwana, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya chombo ambacho Bwana unaenda kukitumia. Mungu, acha mwanadamu Bwana asionekane, mbali Kristo akapate kudhihirika mahali hapa Bwana. Acha neno likaneno kwa ajili ya utukufu wa mwanao Yesu Kristo. Mungu, ndo kaponde mioyo yetu Bwana, ndo kairarue Bwana, ndo kaweke kila kazi ya ibilisi ambayo inaweza kuwa iko ndani ya mioyo yetu Bwana, ndo kaiweke wazi, ndo kafunue mioyo yetu Bwana mbele zako Bwana, ndo kaadhibu kila aina ya uovu na uasi Bwana. Ndo katuonyeshe ni jinsi gani Mungu ulimkamilisha mwanadamu kupitia sadaka ambayo ni mwanao Yesu Kristo pale msalabani Kalvari Bwana, na ukatoa mwanadamu kutoka mautini ukamuingiza kwenye uzima kupitia hiyo dhabihu ambayo ni Yesu Kristo. Mungu, unasema kwamba ulimpatanisha mwanadamu na wewe Bwana kwa njia moja ya ukamilifu ya milele na milele Bwana. Kwa hivyo Mungu, enda ukatupe kupambanua, enda ukatupe ufahamu Bwana. Naomba pia Bwana kwa ajili ya nafsi yangu Bwana, enda kanipe imani na ujasiri na hekima ya kunena neno lako mahali hapa Bwana. Tafadhali Mungu, enda kanisaidie Bwana, enda kanitie nguvu katika roho. Ni katika jina takatifu, jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, Bwana wa mabwana, mfalme atakaye kuja kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu, nimeomba na hata kuamini. Amen. Twende moja kwa moja katika kitabu cha Mathayo. Mathayo 5:48. Mada ya ujumbe wa leo ama title ni Yesu ametufanya wakamilifu milele. Yesu ametufanya wakamilifu milele. Mathayo 5:48. Maandiko yanasema kwamba kwa hiyo kuweni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Yesu alikuwa anazungumza. Alikuwa anazungumza na watu mahali hapa, akizungumzia kuhusu uadui. Ukisonga hapo juu unaona kwamba mstari wa 43 maandiko yanasema kwamba mmesikia kwamba ilinenwa mpende jirani yako na umchukie adui yako. 44 inasema lakini ninawaambia wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowatesa ninyi, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni, kwa maana yeye huwaangazia jua lake watu waovu na watu wema, naye huanyeshia mvua wenye haki na wasio haki. Mungu ni mkamilifu, na Yesu alikuwa anaambia watu inastahili na wao wakamilifu kama jinsi ambavyo Baba ambaye yuko mbinguni, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, alivyo mkamilifu. Na kama Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Mungu anayeishi, kama kwa kinywa chake ananiambia niwe mkamilifu kama Baba alivyo mkamilifu, inamaanisha Kristo anajua kwamba mwanadamu ako na huo uwezo. Maana Yesu hawezi akakwambia kitu ambacho anajua hauwezi. Hapana. Mungu hawezi akaweka mzigo ambao anajua mwanadamu hauwezi juu yake. Hawezi. Ukiona mzigo ambao Mungu anaweka juu yako, anajua kweli huyu mpendwa ataweza huu mzigo. Huyu mpendwa ataweza huu mzigo. Ndio maana Yesu akawaambia wale watu, kuliko kuwapenda tu wale ambao wanawapenda, unafaa uwe katika ukamilifu. Mpende hata adui, hata kama anakuchukia, wewe mpende. Kwa nini? Bwana Yesu anawaambia vile kwa sababu hata watu wa mataifa wanawapenda wale ambao wanawapenda. Kwa hivyo sisi ambao tuko ndani ya Kristo, itakuwa vipi tunapenda tu wale ambao wanatupenda? Haistahili hiyo hivyo. Tunastahili tuwapende hadi adui. Kama wana njaa tuwape hata chakula, kama wana kiu tuwape hata maji. Kwa hivyo Yesu anatuambia kama jinsi ambavyo Baba yetu aliye mbinguni alivyo mkamilifu, mimi na wewe tuwe wakamilifu vivyo hivyo.
na si jambo ngumu. Kwa nini? Kwa kuwa Kristo pale msalabani yote alimaliza. Kristo alipatanisha mwanadamu na Mungu kwa njia moja ya wazi na ya ukamilifu, ambao ni ukamilifu wa milele na milele. Kwa hivyo wakati mwanadamu anatumia kauli ya kwamba mwanadamu hajakamilika, hapana, haiko hivyo kwa Biblia wapendwa. Kwa Biblia haiko hivyo. Angalia kitabu cha Waebrania 10. Acha tuende na maandiko. Waebrania 10, angalia ule mstari wa 14. Maandiko yanasema, Waebrania 10 mstari wa 14, maandiko yanasema kwamba kwa sababu kwa dhabihu moja amewafanya kuwa wakamilifu milele wale wote wanaotakaswa. Huyu ndugu yetu Paulo, naamini huu haraka ni Paulo ameandika, ingawa watu wengi wanasema akijulikani mwandishi, lakini kulingana venye hichi kitabu kimepangwa, huwa naamini ni Paulo. Anatuambia kwa roho wa Kristo, haijalishi ni nani, bora ni neno la Kristo. Maandiko yanatuambia kwamba, huo mstari wa 14 inatuambia kwa sababu kwa dhabihu moja Mungu amewafanya wakamilifu milele wale wote wanaotubu dhambi na kuja kwa Mungu ili wapate msamaha, wapate kutakaswa kupitia damu ya Yesu Kristo. Wote wanafanywa wakamilifu milele. Kwa hivyo tunafaa tuwe na ujasiri ndani ya Kristo, tukitambua kwamba hatuko tena katika udhaifu, tuko katika ukamilifu wa milele na milele. Haijalishi nilifanya nini, hapana, nafaa nijue ya kwamba mimi ni mkamilifu ndani ya Kristo, kama jinsi ambavyo Baba alivyo mkamilifu. Kwa nini? Yesu Kristo anatuambia kwamba tuwe wakamilifu kama Mungu aliye mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa hivyo unafaa uangalie hii vizuri na niangalie vizuri. Ukiangalia mstari wa 15, wa 16 na 17. Mstari wa 15 maandiko yanasema, hiyo Waebrania 10:15 hadi 17. Maandiko yanasema pia Roho Mtakatifu anatushuhudia kuhusu jambo hili. Kwanza anasema, ili ndilo agano nitakalofanya nao baada ya siku hizo, asema Bwana. Nitaziweka sheria zangu mioyoni mwao na kuziandika katika nia zao. Kisha aongeza kusema, dhambi zao na kutokutii kwao sitakumbuka tena. Hivyo ndo Mungu anasema. Mungu anasema huyu mwanadamu akiisha kupata toba, akiisha kuungama dhambi zake na kugeuka kutoka kwa ulimwengu na kuja kwangu, alafu atakaswe kwa damu ya Yesu Kristo na apokee Roho Mtakatifu, Mungu anasema dhambi za huyu mtu jinsi ambavyo zimesafishwa, zimetakaswa kwa damu ya Kristo, anasema hata zikumbuka tena. Hata kumbuka ushoga ambao huyu mtu alifanya, hata kumbuka uzinzi na umalaya ambao huyu mtu alifanya, hata kumbuka pombe ama udanganyifu wa kila aina ambao huyu mtu alifanya. Kwa nini? Amepatanishwa na Mungu kwa njia moja ambayo ni safi, kwa dhabihu ambayo ni takatifu na kamilifu milele na milele. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni wa haki. Na Mungu anapenda mwanadamu, ingawa Mungu anachukia dhambi. Na Mungu hawezi penda dhambi na kitu kichafu akiwezi kikakaribiana na Mungu. Tuangalie kitabu cha Waebrania 13 mstari wake ni wa 20 na 21. Maandiko yanasema, basi Mungu wa amani ambaye kwa damu ya agano la milele alimleta tena kutoka kwa wafu Bwana wetu Yesu, yule mchungaji mkuu wa kondoo, awafanye ninyi, angalia 21 vizuri, awafanye ninyi wakamilifu mkiwa mmekamilishwa
awafanye ninyi wakamilifu, mkiwa mmekamilishwa katika kila jambo jema, ili mpate kutenda mapenzi yake, naye atende ndani yetu kile kinachompendeza machoni pake, kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye utukufu una yeye milele na milele. Amina. Huyo ni Mungu ananena. Mungu anasema kwamba kwa damu ya agano la milele amemleta Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Ameleta Yesu Kristo kutoka kwa wafu, yule mchungaji mkuu wa kondoo. Atufanye sisi wakamilifu. Atufanye sisi wakamilifu. Tupate kukaa katika ukamilifu ndani ya Kristo. Tupate kukaa ndani ya ukamilifu ndani ya Kristo, tukitenda matendo mema na mapenzi ya Mungu mbele za wanadamu na mbele za tupate kutenda mapenzi ya Mungu na Mungu atende ndani yetu kile ambacho kinampendeza machoni pake. Hivyo ndio Mungu anasema atufanye sisi wakamilifu katika kila jambo jema. Yaani kwa dhabihu ya Kristo Mungu anatufanya sisi wakamilifu, tutende yale ambayo yanastahili, yale ambayo ni mema mbele zake, kupitia hii dhabihu moja ambayo ni Yesu Kristo. Hii inatuonyesha jinsi gani ambapo tunastahili kuthamini dhabihu ambayo ni Yesu Kristo. Tunastahili tuthamini mwili na damu ya Kristo ambazo zimetupatanisha na Mungu, na kwa hiyo damu tukaoshwa. Kwa hivyo tunastahili tutambue kwamba ndani ya Kristo sisi ni wakamilifu. Sisi ni wakamilifu. Maana wakati mwanadamu amekombolewa kutoka kwa dhambi, Mungu anachukua haki ya Kristo, anamvisha yule mwanadamu. Na kutoka pale yule mwanadamu anaanza kutenda matendo ya haki, mambo ambayo ni mema, anaanza kufanya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio huu mstari ambao unazungumzia. Na nastahili nielewe vizuri. Inasema kwamba 21, awafanye ninyi wakamilifu, mkiwa mmekamilishwa katika kila jambo jema, ili mpate kutenda mapenzi yake. Mungu anatufanya sisi wakamilifu, tukiwa tumekamilishwa katika kila jambo jema, tupate kutenda mapenzi yake. Yaani tutende mapenzi ya Mungu mbele zake na mbele za wanadamu. Maana mtu ambaye ameokoka ni barua katika ulimwengu. Anasomeka, ukitembea hivi wanadamu wanaangalia, wanasema huyu mtu sio yule mtu wa kale ambaye tulimzoea. Matendo ambayo anafanya saa hii ni tofauti na yale ya kale. Kwa nini? Amesulubiwa pamoja na Kristo, amekufa pamoja na Kristo, amezikwa pamoja na Kristo, na amefufuka pamoja na Kristo kwa njia ya imani. Inamaanisha huyu mtu amepatanishwa na Mungu kupitia dhabihu ambayo ni Kristo, akiwa mkamilifu. Maana dhabihu ambayo inatupatanisha ni kamilifu na ni takatifu. Naye atende ndani yetu kile kinachompendeza machoni pake, kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye utukufu una yeye milele na milele. Bwana Yesu apewe sifa. Neno la Mungu huwa ni tamu. Neno la Mungu huwa linafungua mawazo ya mwanadamu. Tuangalie kitabu ambacho ni Yakobo. Yakobo 1. Yakobo 1:2 hadi 4. Maandiko yanasema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapopatwa na majaribu mbalimbali, kwa sababu mnajua kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi timilifu, ili mpate kuwa wakamilifu, mmekamilishwa bila kupungukiwa na kitu chochote. Saburi maana yake ni kuwa na uvumilivu katika dhiki, katika mateso ndani ya Kristo Yesu. Hata kama hali itakuwa vipi, unakuwa na saburi, unakuwa na tumaini ndani ya Kristo, unakuwa na roho ya kuvumilia ile hali, maana una Kristo ndani yako. Na Mungu anasema kwamba, ukiangalia katika kitabu cha Wafilipi 2:12 na 13, anasema kwamba yeye ndiye anatusaidia kumudu katika ile hali. Mungu ndiye anatusaidia kusurvive katika ile hali. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba saburi na iwe na kazi timilifu,
ili mpate kuwa wakamilifu, mmekamilishwa bila kupungukiwa na kitu chochote. Tukiwa na hali ya ukamilifu ndani ya Kristo, hata katika dhiki na mateso ama katika majanga ya aina yoyote ile, Mungu anatuambia kwamba tunastahili tukumbuke kwamba kwa dhabihu ya Kristo sisi ni wakamilifu, na tunastahili tusimame katika imani pasipo kupungukiwa na kitu chochote. Maana aliye na Kristo ana kila kitu. Aliye na Kristo sio maskini tena. Tuangalie Waebrania 10 35 hadi 36. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu. Maandiko yanasema, kwa hiyo msiutupe ujasiri wenu. Kwa hiyo msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kubwa mno. Inawapasa kuvumilia ili mkisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate kile alichoahidi. Katika ile saburi, katika dhiki na mateso, katika hali zozote ambazo zinampata mtu aliye ndani ya Kristo, Mungu anatuambia kwamba tusitupe ujasiri ambao tuko nao, maana ndani ya Kristo tuko na ujasiri. Maandiko yanatuambia tusiutupe ule ujasiri wetu, kwa maana huo ujasiri ambao Mungu ametupa una thawabu kubwa mno. Kama nitastahimili ile hali, kama nitastahimili katika ile hali, lakini kama nitaachilia itakuwa tu ni hivyo. Lakini kama nitastahimili, maandiko yanatuambia kwamba kuna tunzo, kuna thawabu kubwa mno. 36 inatuambia kwamba tunastahili tuvumilie. Inawapasa kuvumilia ili mkiisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate kile alichoahidi. Mungu ameahidi nini? Mungu ameahidi uzima wa milele kwa wale ambao watastahimili katika mateso ndani ya huu ulimwengu ambao umejaa giza. Kuna thawabu ambayo ametuandalia, na hiyo thawabu ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Lakini lazima tushinde katika ulimwengu. Lazima tushinde hata kama hali iko namna gani, tusimkane Yesu Kristo. Iwe ni katika hali ya magonjwa, iwe ni katika hali ya vita, iwe ni katika dhiki kuu, mwenye haki wa Kristo anastahili tu aishi kwa imani mpaka mwisho. Tuangalie kitabu ambacho ni Zaburi. Thelathini na saba. Zaburi 37 mstari ni wa 37. Daudi anasema, watafakari watu wasio na hatia. Watafakari watu wasio na hatia, wachunguze watu wakamilifu. Kuna mafanikio kwa mtu apendaye amani. Hii inatuonyesha kwamba Daudi alipokea ufunuo kwamba wapo watu ambao ni wakamilifu. Wapo watu ambao ni wakamilifu ndani ya Kristo Yesu. Na Daudi akawa anamwambia Mungu, watafakari watu wasio na hatia na uwachunguze. Anasema kuna mafanikio kwa mtu ambaye anapenda amani. Na amani ya kweli inapatikana ndani ya Kristo. Kwa hivyo mtu ambaye anampenda Yesu Kristo, kuna mafanikio. Hata katika majanga, hata katika hali za aina gani, yule mtu atasurvive, atastahimili, atasimama. Hata kama ni mauti, yule mtu atasimama tu. Mitume walistahimili. Kina Petro walistahimili. Bartholomayo walistahimili. Kina Tomaso walistahimili mateso makuu sana. Wapendo, hii injili ambayo tunahubiri leo, ama hii injili ambayo tuko ndani yake leo,
kuna watu waliipigania kwa damu sana. Acha sisi ambao tunaichezea, acha kizazi hichi ambacho kinadhiaki hii injili. Kuna watu ambao waliipigania sana. Kuna watu walikufa kwa ajili ya hii injili ya Kristo, na walistahimili hadi mwisho. Hawakukubali kuasi neno la Mungu, hawakukubali kumkana Yesu Kristo. Waliamua kama ni mauti, acha tu na nife, lakini nife nikijua naingia mbinguni, kuliko nikane Kristo na nife nikijua naenda jehanamu. Itakuwa ni hatari sana. Mwanzo 6. Ukiangalia hata katika Agano la Kale, Mwanzo 6:9. Mwanzo 6 mstari wake ni wa 9. Maandiko yanasema, hivi ndivyo vizazi vya Noa. Noa alikuwa mtu wa haki na mkamilifu miongoni mwa watu wa wakati wake, tena alitembea na Mungu. Noa alikuwa mtu wa haki. Yaani alikuwa anatenda matendo ambayo yanapendeza Mungu. Alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu. Kumbuka katika Mathayo 7, Yesu Kristo anasema, sio wote wanaomuita Bwana Bwana ambao wataingia katika ufalme, bali ni wale ambao wanafanya mapenzi ya Baba. Kwa hivyo Noa alikuwa mtu wa haki. Noa alitembea katika haki. Ingawa ulimwengu ulikuwa umejaa kizazi ambacho ni kiovu, ambacho kilipenda uchafu wa ulimwengu, lakini maandiko yanarekodi kwamba Noa alikuwa mtu wa haki na mkamilifu miongoni mwa watu wa wakati wake. Kwa hivyo na sisi tunastahili tuwe wakamilifu ndani ya Kristo. Tunastahili tukae maisha ya haki, maisha ya ukamilifu ndani ya Kristo Yesu. Ukiangalia pia mwanaume ambaye ni Ayubu, enda katika kitabu cha Ayubu 1:1. Ayubu 1:1, maandiko yanasema, katika nchi ya Usi paliishi mtu ambaye aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa hana hatia. Mtu huyu alikuwa hana hatia, naye alikuwa mkamilifu, alimcha Mungu na kuepukana na uovu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na alimcha Mungu na aliepukana na uovu. Maandiko yanasema hakuwa na hatia. Na maana alitembea katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Alitembea katika njia za haki. Na kama haliteleza, alikuwa anakuja mbele za Mungu, anaungama uovu wake na anajitakasa. Maandiko yanarekodi kwamba Ayubu alikuwa anatakasa hadi watoto wake. Wakikesha kwa kalamu zao, asubuhi Ayubu anawaambia njooni. Maana anajua kule wanaweza kuwa walifanya mambo machafu na ajui Ayubu. Anakuja anawatakasa. Kwa hivyo maisha ya mwanadamu tunafaa tutambue kwamba sisi ni wakamilifu ndani ya Kristo. Na kuwa wakamilifu ndani ya Kristo haimaanishi hautateleza mahali labda hata kwa kuongea, ama kuna dhambi ambazo ni za mauti. Daudi anaambia Mungu, niepushe na dhambi za makusudi, nami nisiwe na hatia kutenda kosa ambalo ni kubwa. Yeye anaweza ajipata nimezungumza nikakosea, ile dhamira ikinirudia ikinionyesha makosa yangu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nafaa nije mbele za Mungu niungame ule uovu, nijitakase, nizidi kutembea katika ukamilifu ndani ya Kristo. Kwa hivyo tuwe watu wa kupambanua na kuelewa. Kuwa wakamilifu ndani ya Kristo haimaanishi sitafanya hili, nitateleza. Lakini si niteleze niingie kwa uzinzi, si niteleze niingie kwa ushoga, niingie kwa ulevi. Itakuwa vipi? Nitarudi vipi kwa matapiko wakati Kristo amenitoa kwa matapiko? Haistahili iwe hivyo. Haistahili. Tunafaa tu tutembee katika njia ya haki. Tutembee tu katika njia za haki mbele za Mungu.
Kuna mfalme mmoja ambaye aliitwa Abia. Ukiangalia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza 15 mstari wake ni wa kwanza hadi wa 3. Maandiko yanasema katika mwaka wa 18 wa utawala wa Yeroboamu mwana wa Nebati, Abia akawa mfalme wa Yuda, naye akatawala huko Yerusalemu miaka 3. Mama yake aliitwa Maaka binti Abishalom. Mstari wa 3 nasema alitenda dhambi zote baba yake alizotenda kabla yake. Moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu. Moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake ulivyokuwa. Tunaona kwamba Abia, maandiko yanasema kwamba hakuwa mkamilifu. Alitembea katika njia ambazo baba yake alitembea, njia za kuabudu sanamu. Huyu ni mtu ambaye hakuwa mkamilifu. Kwa hivyo hii inafaa tuonyeshe kwamba kuna watu ambao walitembea katika ukamilifu na kuna watu ambao hawakutembea katika ukamilifu. Ni mimi na wewe tuchague tutatembea katika mahali gani. Utachagua kutembea mahali ambapo sipo pa ukamilifu, ama utachagua kutembea katika mahali pa ukamilifu pamoja na Kristo na ndani ya Kristo. Ni mwanadamu achague. Ni mwanadamu achague. Ukiangalia mstari wa 5, acha tusome tu 4 na 5. Inasema pamoja na hayo, kwa ajili ya Daudi Bwana Mungu wake akampa taa katika Yerusalemu na kumuinua mwana atawale baada yake, na kwa kuifanya Yerusalemu kuwa imara. Mstari wa 5, kwa kuwa Daudi alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana na hakushindwa kushika maagizo yote ya Bwana siku zote za uhai wake, isipokuwa katika habari ya Uria Muhiti. Maandiko yanasema kwamba Daudi alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana na hakushindwa kushika maagizo yote ya Bwana, isipokuwa uzinzi ambao alifanya na mke wa Uria, Bathsheba. Inatuonyesha nini ama inatufundisha nini? Ndio maana nimesema unaweza ukateleza, ni sawa. Lakini hiyo kuteleza haustahili ukae pale. Haustahili usahau identity yako ndani ya Kristo. Haufai usahau. Unafaa ukumbuke kwamba mimi ni mkamilifu ndani ya Kristo. Kristo alinipatanisha na Mungu nikiwa mtakatifu bila dosari wala lawama, na upate toba na uamke haraka iwezekanavyo. Uamke haraka iwezekanavyo. Kuanguka kwa Daudi hakubaki pale. Baada ya Mungu kumtuma Nathan na akafikisha ujumbe kwamba hili ulilolitenda ni ovu machoni pa Bwana, Daudi alipondeka, Daudi alivunjika, Daudi alishuka. Daudi alitubu. Alitambua makosa yake, akatambua toka tumboni mwa mama yake asili yake ni dhambi. Na Daudi akaungama mbele za Mungu. Daudi akatubu, Daudi akageuka kutoka kwa huo uchafu, na akasimama na akawa imara, na akazidi kutembea katika ukamilifu na Mungu. Hivyo ndio mimi tunastahili na wewe tuwe. Tunafaa tutambue identity yetu ndani ya Kristo Yesu, kwamba sisi sio dhaifu. Shetani kazi yake kubwa huwa ni kuuzia mwanadamu uoga. Huwa ni akuweke uoga, akuonyeshe haujafikia bado. Hiyo ndo kazi kubwa ya Shetani. Na yeyote ambaye ako ndani ya Kristo, unafaa ujue Shetani wewe ndiye anakuandama zaidi. Ana tatizo na walevi. Shetani ana tatizo na watu ambao ni wazinzi, makahaba. Ana tatizo na malaya Shetani. Kwa nini? Wanafanya yale ambayo yanampendeza. Ana shida nao. Ako na shida na wale ambao wanakaa katika neno na kutii neno na kutembea katika haki. Amen. Hao ndio ambao Shetani ako na vita na wao. Ndio maana hata wakati umejipata kumbe nilipitiliwa katika yale maongezi nikazungumza yasio stahili, anaanza kukuambia wewe si mkamilifu. Huyo ni Shetani mpendwa. Na unastahili umkemee
Na ukumbuka identity yako ndani ya Kristo Yesu kwamba wewe ni mkamilifu. Haiwezekani ikawa tabia ambayo nitupatanisha na Mungu ni takatifu, alafu mimi naanza kusema mimi sio mtakatifu. Inamaanisha anasema kwamba dhambi zangu hazikuoshwa pale Kalvari. Kwa hivyo tuamkeni wapendwa. Na wapenda sana kwa upendo wa Yesu Kristo. Tuamkeni tafadhali. Shetani atatuzia uoga mpaka mwisho tusipopambanua, na Mungu anataka tupambanue. Mungu ametupa kuhani mkuu milele aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu, ambaye anatuombea, anatufanyia upatanisho kila siku wapendwa. Ni nini ambacho kinatufanya tukae maisha ya kustasita? Haistahili. Yesu ako mkono wa kuume wa Mungu. Wakati anaona ndugu ameenda hapa kidogo haijakuwa sawa na amekuja ameungama, Mungu anakuambia yule fulani, Yesu anaambia Mungu kwamba Baba, Karo ameungama, ondoa huo uchafu. Kwa hivyo unafaa uwe na ujasiri ndani ya Kristo Yesu, na usiwe mtu wa kusitasita, usiwe mtu wa mashaka. Tabia ambayo tumepatanishwa nayo na Mungu ni tabia moja na ya milele, na tabia ambayo ni kamilifu na takatifu. Kwa hivyo unafaa uondoe mashaka. Maandiko yanatuambia nini? Yanatufundisha nini? Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Maandiko yanatuambia kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha kutoka kwenye udhalimu wote. Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwenye haki. Kwa hivyo tuamke. Shetani ibilisi asikuuzie uoga. Wajua wapendwa, shetani huwa hana shida na mtu ambaye anasoma neno lakini hatii neno. Pia huyo hana shida na yako group moja na wenye wako kwa bar na wenye wanafanya ukahaba. Hii Biblia wenye wanapotosha ulimwengu wanaitumia, na wenye wanahubiri ukweli bado wanatumia hii Biblia. Kwa hivyo usishawishiwe na mtu kukwambia huwa anasoma maandiko. Inategemea anasoma yale maandiko akitaka nini ndani yake. Kama anasoma akitaka maandiko ambadilishe, amgeuze, Mungu atafanya hivyo. Lakini kama anasoma tu ayajue na asi-apply katika maisha yake ya kila siku, yatakuwa hayana msaada. Maandiko yanatuambia kwamba iweni watendaji wa neno. Iweni watendaji wa neno. Hivyo ndio maandiko yanatuambia. Tusiwe tu wasikilizaji. Iweni watendaji wa neno. Na hao ndio watu ambao shetani anaongopa, watendaji wa neno. Kwa hivyo amka. Kama kuna mahali umeishi kulala mpendwa, amka haraka sana. Yakobo 1:22. Maandiko yanasema basi kuweni watendaji wa neno, wala msiwe wasikiaji tu, huku mkijidanganya nafsi zenu. Iweni watendaji, sio tu watu wa kusikia. Na ukitoka kwa huo mlango, hata tukutana kesho nikikuuliza sermon ya jana ilikuwa inazungumzia nini, hata haujui. Wewe ni msikilizaji tu. Lakini mtendaji wa neno, hata baada ya sermon atatafuna kila ambacho alikuwa anasikiliza, na maanisha ataenda akimeditate, akitafakari. Waraka wa kwanza wa Petro 1:15. Kwa maana imeandikwa, kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Yesu anasema kule katika Mathayo 5:48, iweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Hapa maandiko yanatuambia kuweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
Mungu anasema yeye ni mtakatifu na sisi tuwe watakatifu. Kama Mungu anatuambia yeye ni mtakatifu na sisi tuwe watakatifu, itakuwaje? Unawezaje ukawa mtakatifu wakati hujakamilika? Haiwezekani. Ukiona Mungu anatuambia tuwe watakatifu, inamaanisha pale msalabani kila kitu kilikamilishwa. Wakati Kristo alisema imekwisha, Yesu hakuacha chochote hapa nyuma. Hakuna chochote ambacho aliacha nyuma. Ni uongo wa shetani kudanganya mwanadamu. Mwanadamu aanze kuona yeye na Mungu kuna ngapu kubwa sana. Hakuna ngapu kubwa sana. Uzima wa milele uko ndani yetu. Wale ambao tuko ndani ya Kristo, wale ambao tulisulubiwa pamoja na Kristo kwa njia ya imani, tukafa tukazikwa na tukafufuka pamoja naye kwa njia ya imani. Uzima umo ndani yetu. Yesu aliwaambia Wayahudi, msiseme ufalme wa Mungu hakuna siku mtasema Mungu hapa ama ni ule pale unakuja. Aliwaambia uzima ama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa hivyo tupambanue. Pambanua na nipambanue zaidi pia. Wakolosai 1:22. Huu ni moja kati ya ujumbe mzito na ujumbe mzuri na si mrefu. Wakolosai 1:22. Lakini sasa Mungu amewapatanisha ninyi kwa njia ya mwili wa Kristo kupitia mauti, ili awalete mbele zake mkiwa watakatifu bila dosari wala lawama. Hivyo ndo maandiko yanakuambia na yananiambia mimi pia. Yanatuambia kwamba hapa mwanzo ulikuwa muovu, lakini sasa Mungu anasema amekupatanisha na yeye kupitia njia ya mwanawe Yesu Kristo, kupitia mauti ya mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Inamaanisha nini? Kwa mauti ya Yesu Kristo mimi na wewe tunapata uzima wa milele. Uadui kati yangu na Mungu unaondolewa. Yesu Kristo ni dhabihu takatifu na safi ambayo haikupatikana kwa njia ya unajisi. Kwa hivyo hii dhabihu imetupatanisha na Mungu tukiwa watakatifu bila dosari wala lawama. Kwa hivyo Yesu Kristo anachukua uovu wetu wote unaohukumiwa katika mwili wake. Na Yesu anatupatanisha na Mungu. Wakati Yesu anatupatanisha na Mungu tukiwa wasafi sasa. Maana Mungu ni mtakatifu na kitu kiovu akiwezi kikakaribiana na Mungu. Mungu Baba anashughulikia ule uovu juu ya mwili wa Yesu Kristo. Alafu sasa kupitia huyu Yesu Kristo ambaye ndiye dhabihu, Mungu sasa anatupatanisha na yeye kupitia huyo mwanae. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu ni mtakatifu. Na venye ambavyo ni mtakatifu, kitu kichafu hakiwezi kukaribia maskani ya Mungu. Ndio maana hata katika Agano la Kale, zile dhabihu ambazo walikuwa wanazitoa kina Haruni, ukifanya ujinga tu ulikuwa unakufa. Mungu alikuwa entertain nonsense. Angalia wana wa Eli. Ujinga tu. Mungu alikuwa entertain nonsense. Mungu akisema ni mtakatifu, wewe jua ni mtakatifu. Na akikwambia hata wewe kuwa mtakatifu, jua ili uingie makao matakatifu ambayo Kristo ameandaa, lazima uwe mtakatifu. Amen. Pasipo utakatifu hakuna mwanadamu ambaye atakayemuona Bwana. Na hiyo ni hivyo na itabaki hivyo. Wewe kama unaendelea kusema sijakamilika ama mimi ni mwanadamu tu, shetani ataweka huo uongo, ataweka amani ya uongo ndani ya moyo wako. Utakuja kushtukia tu kwa makadara unakata pumzi yako ya mwisho. Na ukiisha kuingia katika kaburi, ndio hivyo. Hakuna toba ukiwa jehanamu. Hakuna toba ukiwa jehanamu. Hakuna toba. Kipindi cha neema ni wakati mwanadamu anaishi. Roho yako ikikutoka tu ni hivyo. Ni hivyo tu. Utaanza kuomba tone la maji ukiwa jehanamu. Utaanza kuona tu watu mlikuwa ushirika mmoja, unawaona wako huko paradiso na wewe uko huko. Unaanza kuambia, "Karo nisaidie tone la maji."
Yesu anakuambia haiwezekani. Haiwezekani. Anakuambia haiwezekani. Si ulikataa kutubu? Si ulikataa kutembea katika njia ya haki? Haiwezekani. Ukiwa jehanamu utakuwa unachomeka mbele ya Yesu Kristo. Hilo ni jambo moja unafaa ujue. Kama hautatembea katika utakatifu, maandiko katika kitabu cha Ufunuo yanasema kwamba watu watakuwa wanateketea mbele ya Yesu Kristo na malaika watakatifu. Wakorintho wa pili 13. Mstari wake ni ule wa 9. Ndio nasema tunafurahi wakati wowote sisi tunapokuwa dhaifu, lakini ninyi mnapokuwa na nguvu. Nayo maombi yetu ni kwamba mpate kuwa wakamilifu. Huyu alikuwa mtume Paulo. Anasema maombi yake ni watakatifu katika kanisa la Korintho waendelee kuwa wakamilifu, wakijitolea katika matendo mema, wakitembea katika njia za haki. Waendelee kuwa wakamilifu, pasipo kuteleza, pasipo kurudi nyuma, pasipo kukata tamaa. Saburi iwe ndani yao, uvumilivu uwe nao hadi mwisho. Hayo ndo Paulo anasema, hayo ndo maombi yake kwao. Anasema hata ni afadhali yeye hawe dhaifu, lakini wao wawe na nguvu na wawe wakamilifu. Yaani Paulo anajaribu kutuonyesha nini? Ni jinsi gani alivyo na upendo kwa hao wapendwa. Anasema ni afadhali hata yeye awe na udhaifu, lakini wale wawe wakamilifu na wawe na nguvu ndani ya Kristo Yesu. Hayo pia yanastahili hayo maombi yako kwa ndugu zako. Ndugu zako ni wale ambao wako ndani ya Kristo. Na sisemi waombe wenye wako ndani ya Kristo tu peke yake. Ombea hata nafsi zenye ziko Koinange, zenye ziko Bombolulu vitandani, zenye ziko Sabasaba na Kasablanga. Ombea hizo nafsi zote, Mungu azivute, azilete kwa Kristo, azipee toba, azipee huzuni ya kiungu, awape imani, waamini kazi ya msalaba. Amina. Wakolosai 4 Wakolosai 4:12. Wakolosai 4:12 maandiko yanasema, Epafra ambaye ni mmoja wenu na mtumishi wa Kristo Yesu anawasalimu. Yeye siku zote anawaombea kwa bidii kwamba msimame imara katika mapenzi yote ya Mungu, mkiwa wakamilifu na thabiti. Huyu ni ndugu yetu Epafra. Pia anaombea kanisa la Kolosai wasimame imara katika mapenzi ya Mungu. Kusimama imara katika mapenzi ya Mungu na maisha nini? Kutembea tu katika njia za haki na kutenda yale ambayo yanafurahisha na kuburudisha moyo wa Mungu. Hayo ndo Epafra alikuwa anaombea kanisa la Kolosai. Anawaambia wasimame imara katika mapenzi yote ya Mungu, wakiwa wakamilifu na thabiti. Kuwa thabiti yani ni kuwa na nguvu, yani ukiwa na tumaini ndani ya Kristo kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kikanitingisha.
hata kama ni mahuti, hata kama ni magonjwa, bado nitabaki nikiwa nimesimama. Bwana Yesu apewe sifa. Yeah. Acha ujumbe uzidi kuchochea mioyo yetu kukaa katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Andiko ambalo nilikuwa nalitafuta liko katika kitabu cha Ufunuo 14. Tutamalizia pale. Ufunuo 14 mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasema kwamba yeye pia atakunywa mvinyo wa hasira kali ya Mungu, ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake pasipo kuchanganya na maji. Naye atateswa kwa moto uwakao na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Huyu ni mtu ambaye atembea katika njia za haki. Huyu ni mtu ambaye amemkataa Yesu Kristo. Huyu ni mtu ambaye ataingia jehanamu ama katika ziwa la moto. Maandiko yanasema huyu mtu ambaye amemkataa Kristo atateketea mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Mwana kondoo ni Yesu Kristo. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kuchomeka mbele za Kristo. Maana ulimkataa Kristo ukiwa duniani. Itakuwa ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo nitutambue identity yetu ndani ya Kristo Yesu. Nituamke na tutembee katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Tuamini, tuombe. Bwana uliye mtakatifu, Mungu wa baba zetu Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu uliye juu sana Bwana, tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Ndio kazidi Bwana kuweka msukumo katika mioyo yetu, tukapate kukaa maisha ya haki, maisha masafi, maisha matakatifu Bwana, tukichukia lililo hofu na kusonga mbele na lililo jema, tukitenda mapenzi yako Bwana, tukitembea katika utakatifu na ukamilifu Bwana. Mungu, enda ukaondoe chochote ambacho kinaletwa na yule mwovu ibilisi shetani. Enda ukamkemee katika jina la Yesu Kristo, maana yeye ndiye ambaye analeta uoga ndani ya mioyo ya watu wako Bwana, ili wasitambue thamani yao ndani ya Kristo. Mungu, enda ukatupe kupambanua, enda ukatupe kuelewa Bwana. Yaani katika jina takatifu, jina lililo kuu kuliko majina yote, jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, Bwana wa mabwana, nimeomba na hata kuamini. Amen.